Mustafa sallallahu alayhi wasallam anasema, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam istainu ala rizqi bisadaqa, isaidieni juu ya kupata riziki kwa kutoa sadaka. Isaidieni juu ya kupata riziki kwa kutoa sadaka, yaani ili upate utoe sadaka. Sasa kutoa sikupoteza, mbona tena unapata? Ndio pana aksi ya mambo, ndio utaelewa vizuri kwa muktadha wa darasa yetu linapotiririka. Riziki bisadaka, saidieni juu ya riziki kwa kutoa sadaka. Rawahu Dilami, hadithi ya Imam Dilami fi Musnad al-Firdaus, katika Musnad al-Firdaus. Qala ta'ala, amesema Mwenyezi Mungu alipotukuka, wama anfaqtum min shay'in, chochote mlichokitoa miongoni mwa kitu, fahu yukhlifu, Mwenyezi Mungu anakifanyia badali. Chochote mlichokitoa miongoni mwa kitu, Mwenyezi Mungu anakifanyia badali. Chochote mlichokitoa miongoni mwa kitu, Allah subhanahu wa ta'ala anakifanyia badali. Chochote mlichokitoa miongoni mwa kitu, Allah subhanahu wa ta'ala anakifanyia badali. Wa huwa, naye Mwenyezi Mungu, ghairu raziki, ni bora ya mwenye kuruzuku. Jitu musafir alfudhil bisor. Wa huwa ghairu raziki, naye ni bora mwenye kuruzuku. Wakala, na amesema tena Mwenyezi, na amesema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikiwa kala moja ni mtume, akisema wakala taala ni Mwenyezi Mungu, sawa. Kwa hiyo kaonesha ile sanad, kwa sababu kitabu kisindikwa kirefu zaidi, ankadha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kitabu kingekuwa kubwa sana. Ma min yaumin, hapana siku yoyote, yusbihu fihi al-ibadu, wanaopambaukiwa katika siku hiyo waja. Ma min yaumin, hapana siku yoyote, yusbihu fihi al-ibadu, wanapambaukiwa katika siku hiyo waja, illa wa malakani yanzilani, isipokuwa malaika wawili wanashuka. Fayaqulu ahaduhuma, anasema mmoja wao, Allahumma, ewe Mola wangu wa haki, a'ti munfiqa khalafa, mpe mwenye kutoa badali. A'ti munfiqa khalafa, mpe mwenye kutoa badali. Wa yaqulu al-akhar, na anasema yule malaika mwingine, Allahumma, ewe Mola wangu wa haki, a'ti mumsikan talafa, mpe mwenye kuzuia utilifu, maana kuangamia mali yake. Rawahu ash-Shaykhani, okay, hadithi ya Imam Shaykhani. Kwa maana kwamba kila siku ya Mungu, siku iendayo kwa Mwenyezi Mungu, malaika ananadi, ewe Mola wangu wa haki, anaomba dua, analeta nidaa ya dua. Wanashuka malaika hao wawili, anasema mmoja wao, ewe Mola wangu wa haki, mpe mwenye kutoa badali, na anasema mwingine yule wa pili, ewe Mola wangu wa haki, mpe mwenye kuzuia utiifu. Maana ambaye anachocha kutoa hajatoa, mpe kuangamia mali yake. Meleka vizuri, ambaye anachocha kutoa hajatoa, mpe kuangamia kwa mali yake, na aliyetoa muongezee. Ndio pale niliposema kwamba inakuweje Mtume anasema istainu ala rizqi bisadaqa. Sasa nisaidieni kupata riziki kwa kutoa sadaka. Vipi? Maana yake ukitoa 10 Mungu anakupa 20, ukitoa 20 anakupa 30.
Kama ilikuwa ni mahala pa kufanya mchezo wa vikoba, ni kufanya vikoba na Mungu. Naelewa vizuri? Kufanya vikoba na nani? Allahumma, ya Mola wangu wa haki, ati mumfikan khalafa, mpe mwenye toa badali. Mwingine akasema Allahumma ati mumsikan talafa, mpe mwenye kuzuia upotevu. Kwa siku moja kama unaona sio kweli, lakini ufanye kwa ikhlasi. Ikhlasi sawa sawa kutoka moyoni. Ikawa wewe unayo shilingi 10,000 yako, alafu mchango unapita msikitini. Sawa? Hela hiyo tu huna. Alafu itoe. Mwenyezi Mungu atakupa nyingine. Umeeleka vizuri hapo. Lakini usipime. Yaani sasa acha leo nimpime Mwenyezi Mungu nione kwamba atanipa kweli yale maneno ya ustadi ya kweli. Acha niyafanyie tajriba kwamba ni ya kweli. Ukifanya tajriba umeliwa. Maana hela itakwenda, halafu baadaye mpaka jua linazama hakuna hata aliyekupata, hata aliyekuita hiyo. Kwa sababu wewe ulikuwa unamjaribu Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu naye anakujaribu na wewe. Utavumilia utawayawaya. Sipata siku mbele tu tangu asubuhi mpaka jua linazama sijaona hata mtu yote alionipa bwana. Kwa hiyo sasa siku ile tayari shaika katika mtego. Lakini fanya ikhlas. Fanya kabisa, utaona matokeo yake, sio mara moja wala mara mbili. Utapata matokeo yake mazuri, wala huna shida. Lakini usifanye majaribio. Innahum yakiduna kaida. Mungu asemaje? Wakidu kaida. Akawao wanafanyaje? Wanamfanyia vitimbu Mwenyezi Mungu. Basi Mwenyezi Mungu atafanya? Atafanya vitimbu yeye vile vile. Kwa hiyo ndio maana hata katika mwezi wa Ramadhani Mwenyezi Mungu Mtume akasema man swama Ramadhana imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Lakini kuna kai Mungu anasema man swama Ramadhana ghufira ma taqaddama min dhanbi. Kwa nini asingesema hivyo? Akasema man swama Ramadhana imana, halafu tena haikutosha imani pekee yake, ihtisaba. Maana yake kumbe unaweza ukafunga kwa kushindana njaa, watu wakapona kama vile umefunga, kumbe hujafunga. Una imani, una ihtisaba. Kwa kama unatoa pia utoe kwa hiyo imani na ihtisaba. Unatoa kwa sababu Mwenyezi Mungu kasema mtoe. Sasa na unayakini kwamba Mwenyezi Mungu hiki kinachofanya ni sawa sawa. Mwenyezi Mungu naye atafanyaje? Atakufanyia katika muktadha huo kwa sawa. Lakini ukimjaribu Mwenyezi Mungu naye atakujaribu. Wakala na amesema tena Mtume Muhammad, sikiliza vizuri hadithi ndefu kidogo. Amesema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mathalul bakhili wal mutasaddiqi, mfano wa mtu bakhili na mwenye kutoa sadaka. Mfano wa mtu bakhili na mwenye kutoa sadaka, kamathali rajulaini, kama mfano wa watu wawili. Ni mfano, maana ni kama mfano wa watu wawili. Alaihima junnatani, pana juu yao ngombe mbili. Alaihima junnatani, pana juu yao ngombe mbili. Aimana wakala ya tani, wakala tani, wakayatani bali kufutika hapo ni wakayatani, kinga mbili. Maana hizo jumnatani maana kinga mbili, ngome kwa maana ya kinga mbili. Min hadidin, za chuma. Min hadidin, za nini? Kadiria mtu ana ngao mbili za chuma. Waqad turrat aydihima,
imeshikamana kwenye mikono yao, imeshikamana mikono yao kwenye matiti yao, shikamana mikono yao kwenye matiti yao zile ngao, maana kaziweka umbu sawa. Zimeshikamana mikono yao kwenye matiti yao, watarakihima na mituringa yao, watarakihima na mituringa yao zimeambatana naye zile ngao mbili. Fajala almutasaddiqu, yani kama vile zile ngao, kama vile fulana alolivaa hivi, yani anasema zile nguo za kivita zile nzito, kama kitu ambacho kakivaa kwenye mwili wake. Fajala almutasaddiqu, akaingilia yule mwenye kutoa sadaka, au akawa yule mwenye kutoa sadaka, kulama tasaddaka, kila anapotoa sadaka, bisadaka tena, kwa sadaka yoyote, imbasatat anhu, hufunani upanuka kuepukana na yeye, hata taksha anamilahu, mpaka inaifinika tindi zake za vidole, ile ngao mpaka inazifinika tindi zake za vidole. Watafua atharahu, na kulama tasaddaka, kila anapotoa sadaka, bisadakatin, kwa sadaka yoyote, imbasatat anhu, bunduka, maana hupanuka ile ngao kuepukana na yeye, hata taksha anamilahu, mpaka inafinika zile tindi zake za vidole. Watafu atharahu, na inafinika pia athari zake. Tafu atharahu, na maana tafu atharahu ni kule kuzifanya zile ile mikono ya ile zile ngao mpaka zimefunika mpaka na mbali ya tini, mpaka imefuta kabisa ile nini, ile athari ya kwamba limekuwa kubwa mpaka hata mikono haionekani. Kama ni miguu pia, nguo ile imekuwa kubwa mpaka haionekani, ndio mpaka inafuta. Unaweza kusema tafsiri kwamba inasamehe athari zake, haiwezi kusamehe athari yake, ndio maana mpaka inafinika zile athari zake. Maana yake kama ni nguo inakuwa nene, mpaka hii mikono yangu pia inafanyaje, inakuwa iko ndani ya nini, ya kanzu au hilo jumba, kwa kule kukunduka ile zile kinga mbili alizozivaa. Kinga kwa maana kama zile jaketi ngumu, kwa mfano mtu kazivaa zile, sasa zinakwenda zile, kila anapotoa sadaka zinakuwa kubwa, sawa. Kama ni mikono inakuwa mikubwa, kama ni kifua zinaachia, maana hazimbani, zinakuwa pana. Kama ni mtu alivaa kanzu kubwa kidogo, ambayo yeye anaingia yeyote kwenye ile kanzu. Sasa huo ni mfano wa mtu ambaye anatoa nini, anatoa sadaka, aliyevaa hizo kinga mbili au ngome mbili alizokuwa amezivaa, kama zile tuseme, kama vile kanzu za chuma zile mtu ambazo kazivaa kwa sababu ya sera kufanyaje kumpata. Sasa zile zinabana kwenye kifua na nini. Sasa zile kwa kadiri, kwa mfano kama ngome alizozivaa, kwa kadiri anapotoa sadaka zinapanuka, zinakuwa kubwa, zile zinafinika mpaka mikono yake, zinafinika zinaongezeka, tuseme zinakuwa pana. Huyu ni mfano wa mtu ambaye anatoa sadaka. Na wajala albakhilu, na akawa bakhili, kulama hamma bisadakati, kila anapokusudia kutoa sadaka, kalasat, kujikunja, ay inqabadat, kujikunja ile kinga yake, inqabadat, kujikunja ile kinga yake, wa akhadhat kullu halqatin, kinakaza kila kipete, bimakani mahala pake,
wa akhadhat kullu halqati, kinakaza kila kipete bimakani mahala pa. Kama palikuwa na nati inakaza zaidi, kama palikuwa pana kamba inakaza zaidi, badala ya kumwachia imfanye awe huru. Qala Abu Huraira, baada ya maneno hayo akasema Abu Huraira, fa ana raaitu Rasulullah, basi mimi nimemuona mtume wa Mwenyezi Mungu salama yakulu bi usbu'aihi, anasema kwa vidole vyake. Yakulu bi usbu'aihi, anasema kwa vidole vyake, maana alikuwa anabana vidole, anabana na kuachia, kwa maana kwa kadri ilivyokuwa kutoa sadaka inaachia hiyo nani, kama bakira za kutoa sadaka inabana, hayumpi nafasi ile ya kuweza kufanya ile ambalo analifanya, ile ngome aliyovaa. Hakadha, maana nimemwona mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam yakulu bi usbu'aihi, hakadha, anafanya kwa, anasema kwa vidole vyake kama hivi, fi jaibihi, katika kanzu yake, katika mfuko wake, yuwasiwa, anaupundua, wala tatawasau, wala haufanyaji, wala haukunduki, yani analazimisha uwe mpana, lakini hauwezi kuwa mpana kadiri umevaa ile vazi la chuma, halafu kila unapotaka kulifanya liwe pana bado linaendelea kufanyaje, yani kama kama tunaliongezea kukubana. Kwa huyo mtu bakhili. Kwa hiyo ile sasa nani, Abdurrahman bin Auf ambaye ni Abu Huraira, lakabu yake ni Abu Huraira, asema tumeona mtume akifanya kwa vidole vyake, anavuta ili imwachie, bado inafanyaje, inambana ile ngao aliyoivaa. Fi jaibihi, katika mfuko wake, yuwasiwa, anaufanya uwe mpana, wala tatawasa, wala hauwi mpana. Rawahu al-Bukhari, kaipokea Imam hadithi hiyo Imam Bukhari, wa Muslim wa Nasai na Imam Nasai. Hapo hadithi bado haijaeleweka vyema, lakini wa maana al-hadith, yasema sasa wa maana al-hadith, na maana ya hadithi, anal munfiqa, kwamba mwenye kutoa, anal munfiqa, kwamba mwenye kutoa, kulama amfaka, kila anapotoa sadaka, kwamba mwenye kutoa sadaka, kila anapotoa sadaka, kawia fihi halqul karami, huwa na nguvu kwa kutoa sadaka kipete cha tabia ya kutoa. Halqul karami, tabia ya ule ukarimu wa kutoa. Kila anapotoa basi inakuwa na nguvu ile tabia ya kutoa, tabia ya ukarimu wa kutoa inaongezeka. Yani kila anapotoa shilingi 100 inaongezeka tabia ya kutoa 200. Kila anapotoa shilingi 50 inaongezeka tabia ya kutoa shilingi 100. Kila anapotoa shilingi 10,000 inaongezeka tabia ya kutoa shilingi 20,000. Wasa Allahu alayhi, na kukunduka kumfanyia ukundufu Mwenyezi Mungu, kufanya ukundufu Mwenyezi Mungu juu yake. Wasa Allahu alayhi, na kufanya Mwenyezi Mungu ukundufu juu yake. Kalabis dir'i, kama ni mfano wa mwenye kuvaa kanzu ya chuma. Narudi kule ni mfano wa mwenye kuvaa kanzu ya chuma, adhayiq, iliyokuwa finyo, maana yenye kubana. Adhayiqati, yenye kubana, alati, ambayo kwamba alati tatasa, ambayo inaweza kuwa pana, ala bisi, ajua mwenye kuivaa, hata tastura yadaiha, mpaka ikastiri ile kanzu ya chuma mikono yake, wakadamaiha, na miguu yake. Baada ma kanat inda thadayaiha, baada ya kuwepo mbele za nini, baada ya kuwa imebana, baada ya kuwa ilikuwepo katika matiti yake. Maana ilikuwa ni kanzu tu ambayo ilikuwa imekaa hapo, lakini kwa sababu ni kanzu ambayo inaweza kupanuka, unaweza ukaivuta. Maana kadiria kama umevaa fulana ambayo inaweza ikavutika kwa namna unayotaka wewe, au kuna nguo zingine zile ambazo unaweza ukavuta ikaenda mpaka chini, ukaibakisha hapa ukaivaa unavyotaka wewe. Kwa hiyo sasa sura yake inakuwa ni sawa na mtu aliyevaa nguo, kanzu ya chuma ambayo inaweza kupanuka juu ya mwenye kuivaa mpaka ikastiri mikono yake na miguu yake, baada ya kuwa imekuwepo katika nini, katika kifua chake peke yake. Hii ni mfano wa mtu ambaye anatoa sadaka mara nyingi. Walbakhilu, na mtu bakhili, kulama arada an yunfika, kila anapotaka kutoa, manaahu shuh, unamzuia nini? Unamzuia yeye ubakhili. Manaahu shuh, unamzuia yeye ubakhili. Wal hirsu, na kupa ya ile mali, kwamba nikitoa sasa sitakuwa nimepunguza,
Sasa jamaa nataka nimpe sadaka buku nzima. Sasa tena kwenye buku nani kwenye 10,000 nikitoa 1,000 tena itakuwa hapo 10,000 hiyo. Kuchange hela yangu haiwezekani. Ngoja tunamtafutia shehe. Lakini kumbe ana shilingi ngapi? Ana shilingi 10,000, anaogopa kwamba akichange ile 10,000 tu ishapungua. Kwa sababu sasa hivi kidogo hali yangu haijakalia vizuri, hebu nipitie baadaye kidogo. Maana yake baadaye tena unapita bado mambo yangu hayajakalia vizuri shehe. Lakini mfukoni ana shilingi ngapi? Akichange tu yasema itakuwa imepungua. Hiyo ni ile ninasema hirsu pupa aliyokuwa nayo. Wa khaufu naqs, na upo na kuogopea kupungua. Na kuogopea kama nikitoa nitapunguza katika mali yangu. Fahuwa, lakini wakati huo fahuwa yatulubu ziada. Lakini wakati huo anataka ziada. Watisaa ni'am, na kuna na neema pungufu. Watisaa ni'am, na neema nyingi. Tisaa ni'am, na neema nyingi alayhi juu yake. Lakini hali yake ni hiyo, lakini anataka pia neema zimwangukie. Maana ni ile sasa ni mtu ana 10, anaona kwamba bado ndogo, anataka iongezeke iwe nyingine ili achukue ndani kwako wewe mwenye moja ili aongeze kwenye 10. Sio yeye akupunguzie mwenye abakie na 9 wewe na 2. Wewe una moja, halafu yeye anahitaji kufanyaje? Ile moja yako pia achukue ili uwe una kabisa. Sasa ndio sura hiyo. Yaani atokuwa nacho bado hakimtoshi, lakini anahitaji kwamba bado anaona kama ni kichache, anahitaji kiongezeke, lakini wakati ni bakili wa kutoa. Kwa watisaa ni'am alayhi, na neema kundufu juu yake. Fala tatasu, haziwezi kuwa kundufu hizo neema. Fala tatasu, haziwezi kuwa kundufu hizo neema. Fala tatasu, haziwezi kuwa kundufu hizo neema. Kalabish dir'i dayiqatin, kama aleva kanzu yenye kubana. Sasa na mtu aleva kanzu yenye kubana, kanzu ya chuma yenye kubana, alati ambayo kwamba la taqabalu tisaa, haikubali kupanuka. La taqabalu tisaa, haikubali kupanuka. Bal tazidu inkasha, bali inazidisha kujibana. Bali kila anapojitahidi inazidi kujibana, kila anapofikiria hali inazidi kuwa ngumu. Bal tazidun kasha, bali inazidisha huko kubana, kujibana ile nguo hiyo kanzu ya chuma. Kulama arada ai wasi'aha, kila anapotaka kuifanyaje, kuifanya pana, yani kama sana anavuta angalau imwachie, kila anapoivuta ndio inazidi kumbana, kila anapoivuta ndio inazidi kumbana. Ndio mfano wa mtu bakhili. Watalzamu kula halqati makana, na kina lazim kila kipete mahala pake, kina lazim kila kipete kukaa mahala pake, kibane zaidi. Hakuna nati ambayo inalegea kwenye lile jambo. Kwa hiyo ndio tafsiri ya shaka, anaelezea tafsiri ya hadithi ile iliyopita ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mfano wake ni huo wa mtu ambaye kati ya mtu ambaye ni bakhili na mtu ambaye ni nani, ni mutasaddiq. Nimepokewa kisa kimoja hapo Unguja miaka ya nyuma. Kulikuwepo na ponjoro mmoja, yeye alikuwa ni sio Muislamu, wale Wahindi wa nini wale wa kunini Baniani. Semekana aliishi miaka hiyo ya nyuma Unguja. Sasa hakuwa Muislamu. Wale wanaochomana, wale Wahindi wanaochomana, akifa mtu anachoma. Sasa yule alikuwa anasaidia watu dukani kwake, alikuwa anafanya kama unafahamu Wahindi wafanya biashara, anauza dukani kwake, lakini alikuwa anasaidia sana kuwasaidia watu ambao hawana uwezo. Sasa baada ya kuwa anafanya hilo, biashara kwa Baniani alikuwa anafanya biashara. Sasa alikuwa anatoa sana. Sasa alipokufa wakampeleka katika utaratibu wao kufanyaje, wakamchoma. Wakachoma mwili ukaungua wote, lakini mkono wake haukuungua. Kitanga hiki akijoma. Kila walipochoma akijawahi kuungua. Kila walipochoma
hajawahi mpaka kwa alikuwa na jambo gani, sema alikuwa anasaidia sana. Huyo ni baniani ambaye sio Muislamu wala sio nini wala sio gani. Sasa hiyo ndio faida ya kutoa. Inaeleka vizuri. Faida ya kutoa ni hiyo. Kwa hiyo kutoa kuna faida nyingi sana. Wakala Rasulullah, amesema tena Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bakiru bisadaqa, fanyeni haraka kutoa sadaka. Bakiru bisadaqati, fanyeni haraka kutoa sadaka. Fa inal balaa, akabalaa la yatakhattaha, la yatakhattaha, haipetuki hiyo sadaka. Haikabalaa haipetuki sadaka. Fa inal balaa, kabalaa la yatakhattaha, haikailo balaa halipetuki sadaka. Kayo balaa halipetuki nini? Manake mahala palipotolewa sadaka balaa haliwezi kufika. Mahala palipotolewa sadaka balaa haliwezi kufanyaje? Haliwezi kufika. Ndio ikabalaa haliwezi kuipetuka hiyo sadaka. Rawahu Tabarani wal Baihaqi, hadithi Imam Tabarani na Baihaqi. Kwa ufupi ni kulazimika na kutoa sadaka. Tumalize na hadithi ya Mtume. Wakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sakhiyu karibu min Allah, mtu mkarimu uko karibu mno na Mwenyezi Mungu. Karibu minan nari, uko karibu mno na moto. Karibu minal janna, uko karibu mno na pepo. Baidu minan nari, uko mbali mno na moto. As-sakhiyu, mtu karimu. Karibu min Allah, uko karibu mno na Mwenyezi Mungu. Karibu minan nas, karibu mno na watu. Karibu minal janna, karibu mno na pepo. Baidu minan nari, uko mbali mno na moto. Wale nani? As-sakhiyu, mtu karimu. Wal bakhilu, na mtu bakhili, baidu min Allah, yuko mbali na watu, yuko mbali na Mwenyezi Mungu. Yuko mbali na Mwenyezi Mungu. Baidu minan nas, yuko mbali na watu. Baidu minal janna, yuko mbali na pepo. Karibu minan nari, yupo karibu na moto. Yupo karibu na moto. Wal jahilu, na mtu mjinga. Wal jahilu sakhiyu, na mjinga aliyekuwa mkarimu. Wal jahilu sakhiyu, na mtu mjinga mkarimu. Ahabu ila Allah, ni mwenye kupendeza zaidi kwa Mwenyezi Mungu. Min abidin bakhilin, kuliko mwenye kufanya ibada aliyekuwa bakhili. Wal jahilu sakhiyu, mtu mjinga mkarimu. Ahabu ila Allah, ni mwenye kupendeza zaidi kwa Mwenyezi Mungu. Min abidin bakhilin, kuliko mwenye kufanya ibada aliyekuwa bakhili. Rawahu Tirmidhi, hadithi ya Imam Tirmidhi wal Baihaqi na Baihaqi. Yaashiria kwamba ukarimu ni kitu kikubwa sana. Ukarimu ni jambo jema sana kuliko kuwa bakhili. Kipo kisa wahukia, kumepokewa anna mraata Hubaybi, kwamba mwanamke wa sahaba wa Mtume Muhammad, Hubayb al-Ajami, ambaye ni muajemi. Umepokewa anna mraata Hubayb, kwamba mwanamke wa Hubayb al-Ajami ambaye ni muajemi, kharajat, alitoka, litati ya binari, ili akalete moto. Litati ya binari, ile akalete nini? Akalitoka ile akachukua, akalete moto, kama ilivyokuwa ada ya kina mama, kwamba atakapopika hana moto anaenda kwa jirani fanyaje, kwenda kuomba. Sasa mkeo huyu bwana mkubwa alikwenda kwa kuomba moto ili afanyie nini?
litakhabuza al-ajina, ili akifanye mkate kitonge cha ngano. Litakhabuza al-ajina, ili akifanye mkate kitonge cha ngano, maana ili akitengenezea mkate kitonge cha nini, cha ngano, ambacho kidogo ambacho alikuwa nacho pale nyumbani. Fajao Sa'id, akamwingilia Hubayb muombaji, akamwingia yeye muombaji. Aliyejua baba muombaji ni nani? Ni baba wa nyumba. Hubayb ndio akapata simkele kaja kuomba moto, alikabakia nyumbani yuko pale, ndio akamjia muombaji, akaja kumuomba Hubayb. Na ila hali hakuna ile zaidi ya kitonge cha ngano ambacho kiko kwenye sufuria cha mkeo, anataka kuja kupika nini? Kupika mkate, kupika. Wewe ungemwambia hata kama sijasoma hiyo habari, Juma, ungemwambia sasa hapana kuchukua. Sasa sikiliza habari ilivyokuwa. Falamma fajaahu Sa'id, akamjia Hubayb mwenye kuomba. Fadafaahu ilayhi, yeye Hubayb akafanyaje? Akakitoa kwake, akakitoa kile kitonge cha ngano kumpa yule muombaji. Nyumbani kuna kitu, mwanamke anachukua nini hiyo kufanyaje? Anaja kupika nini? Na kama ni maandazi, chapati, asipike kitendo, kwa sababu mtu jamaa kaja akatoka, mwanaume akatoa kitonge cha ngano kashaitoa. Sasa anafanyaje? Na mtu ushakuja, maana yake unategemea nini? Ugomvi mkubwa utakuja kulindima. Kama ulikuwa na watu wa sadaka, kwa nini usingeniambia sasa? Kukusanya unanisumbua bure. Na sasa atakwambia hiyo, unanisumbua bure bwana. Kumbe ulikuwa na mpango wa kutoa sadaka, kwa nini usingeniambia? Na nahangaika kwenda kutafuta moto, kumbe mwenyewe ushatoa tayari. Panawaka moto nyumbani hapa kalikia. Wewe mwenyewe unaenda ukitafuta, sasa nenda kumwambia wewe bwana, rudisha. Rudisha. Bwana huko hakuwezekani, wewe rudisha. Lakini hizo habari zake tofauti na haya. Kwa fadafa au ile hii akakitoa kile kitonge cha ngano kwa yule muombaji. Falamma jaat kalat, zamani alipokuja yule mwanamke alisema, yule mwanamke bwana akamsubiri yule mkewe, kaenda karudi, alafu akawa anamtizama tu, wala hasemi chochote. Maana sasa kimeibiwa au labda kuna kunguru kaja kabeba, yani maswali yanakuwa mengi. Sasa zamani alipokuja yule mkewe kurudi kutoka kuleta ule moto, alisema yule mwanamke, aina al-ajin, kiko wapi kitonge changu cha ngano? Aina al-ajin, kiko wapi? Kala, akasema bwana mkubwa yule, tasaddaqa tobe, nimekitoa sadaka. Tena kidaini kabisa, tasaddaqa tobe, nimekitoa sadaka. Faghadhabat, akakasirika yule mwanamke, kama ni desturi ya wanawake. Faghadhabat, akakasirika kweli kweli, unanisumbua na maneno tena yanakuwa mengi hapo. Unanisumbua na nini, watoto wajala, sio kula nini, maneno yamekuwa mengi hapo. Tena kama mume anakuwa sio mume, tangu siku mume wako anaukua, unakuwa shunfa wakati huo, kwa sababu tena huna maana, kwa sababu tu alitoa nini, umetoa kitonge cha ngano. Maana hata jinsi anatamani akubadilishe na jinsi yenyewe. Mimi nilikuwa najua nina mume, kumbe mwenyewe ndio sampuli. Hapa hakuna mume. Tayari maneno yanakuwa mengi sasa, kwa sababu tayari ushaharibu. Hajitambui mtu mwenyewe, hajitambui. Hawa mara mume suruali. Sasa tayari mambo yameshakuwa mambo mengi. Tonge la ngano limeondoka na hakuna jambo. Kwa hiyo akakasirika mwanamke yule. Wa idha ghafla rajulun yaduku al-bab. Angalia Mwenyezi Mungu alivyokuwa wajabu. Ghafla mtu yaduku al-bab, anagonga mlango. Odi. Wakati wanaongea mle ndani, mara mtu akawa anagonga mlango. Wa ma'ahu khubuzun wa lahamun, kipo pamoja na mtu yule mkate na nyama. Wao wanataka watengeneze nini? Nataka tengeneze mkate tu peke yake, wanywe na maji. Lakini Mwenyezi Mungu afanyia badali, kawaletea nini? Mkate na nyama, yani mkate na kitoweo. Wa ma hubuzun wa lahamun, pamoja na yeye mkate na nyama. Fakara li zawjati, akasema kumwambia mkewe, imviri, tizama, ma asra ma raddahu Allahu alaina, si haraka iliyoje ya alichokirejesha Mwenyezi Mungu juu yetu, ya alichokirejesha Mwenyezi Mungu juu yetu. Ma asra ma radda Allahu alaina bisiyada,
si uharaka ulioje wa kile ambacho amekirejesha Mwenyezi Mungu wetu, tena pamoja na ziada. Kwa lalamika kule, mke wangu kidogo tonge moja, Mungu atuletea nini? Mkate na kitoweo juu. Mimi nilikuwa natoa wapi kitoweo sasa? Hichi ndio kisa kilichopokewa warawa Baihaqi, pokea Baihaqi wala fudhulahu wa Ibn Hibban na Ibn Hibban. Awara hapo itakuwa ni habari ya nyuma ya mbele, taishia hapo. Taishia kwenye kisa kitamu ili uondoke na utamu, sije nikakuharibia huko mbele, maana inakuja aksi yake. Uondoke kwamba kumbe kutoa ulichokuwa nacho kawa hauna ndani. Mwenyezi Mungu anafanya anakufanyia baadaye. Lakini shati yangu ile bado nisemaje? Imana yani hiyo ndio usitoke kwenye hiyo. Imana wa intisaba. Utoe wakati wewe mwenyewe una yakini, na utoe wakati unajua nafanya kwa sababu ya nani? Kwa sababu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Usitoe kwa sababu ya kumjaribu Mwenyezi Mungu. Ukimjaribu Mwenyezi Mungu naye Mwenyezi Mungu atakujaribu, sababu ndio desturi ya Mwenyezi Mungu. Wewe ukimletea swala la kumpima Mwenyezi Mungu kwamba acha nipime leo, itafika jioni kweli sijapewa. Subutu. Sio jioni tu, mpaka jioni ya kesho pia hata salamu hata mlango haugongi. Usitaka umuingize bwana mkubwa huyu, hata mlango hatagonga. Na hata ukiomba pia wakati mwingine unanyimwa. Sio umeamua sema Mwenyezi Mungu kanisahau. Sababu Mwenyezi Mungu ana watu wengi. Nataka mimi kanisahau, acha niombe kabisa. Sasa maana mimi siko vizuri. Napenda hali yangu mimi afadhali ya kwako. Bana nani mkuta bana mimi hali yangu leo haijakaa vizuri, sasa ndo punde hivi ndio nimempa mtu. Naomba yangu isibane. Basi punde hivi ndio mwanangu kapita sasa hivi hapa. Pole sana. Kila mtu kwenda afadhali ya jana. Maana yake hali inazidi kuwa mbaya kwa sababu ulimjaribu Allah Subhanahu wa Ta'ala na Mwenyezi Mungu hajaribiwi. Kwa hiyo inshallah tuishie hapo. Tutakuja kumaliza darasa kesho kabla ya kuianza darasa ya Lailatul Qadr. Na uzuri leo tuko mwezi tushaingia 12, maana yake tunakwenda kwenye masiku yanayofanana na darasa zenyewe. Kwa hiyo inshallah ila huna wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi. Huyu ametoa, yani anatakiwa amlishe mwanamke. Sasa kashapata chakula mwanamke, afya akakitoa. Kwa hiyo hukumu yake inakuwaje? Yani angikosa ni kwa hajapata ile hukumu ya kumlisha ni kwaje? Yenyewe kitu kwa kimkosha tawe mwanamke mwenyewe. Wakafanya hiki makupata kingi. Yenyewe hata ile deni na mwanamke hawezi kulipa. Angesaga ingepata chapati mbili. Ndio ingekuwa imemtosha. Sio ya kutoa sadaka tu tumsubiri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jashiria nguvu ya imani ya Hubayb ilivyokuwa kubwa. Na sisi leo tunafanya kwa sababu hiyo tu. Tunafanya kwa sababu hiyo. Maana kitokichangana maana kikipika akikula sasa ile jioni. Lakini ameletewa mikate ile kwa tayari na kitoweo, maana watu walishiba siku hiyo. Kwa baada ya sio kwa maana kwamba kwa hali yako mbaya huwezi sheria itakutoa kwamba hutaki kumlipa chakula, nani hutaki kumpa mwanamke chakula. Mpe chakula. Kama hujatoa ni deni. Uzuri kupeleka kwa deni. Yaani kama kula kwake kwa siku ni kilo 2, ndio mwanamke anakula kilo 2, mwenyewe anaenda kwa bara kule wanakula kule. Ndio kama anaenda kula kwa bara, sababu kule wanafanya kazi sana watu wa Kipwani, chapati, rojo na nini, anaweza akalala. Kule shaka anaenda kupiga jembe. Sasa kama anaenda kupiga jembe ukimlisha nani chips hizi zinaenda kumuua. Lazima bajeti yake ya chakula kwa siku ni ugali kilo 2. Ndio bajeti yake. Sawa? Asubuhi anapika, mchana anapika kilo ya ugali, usiku kilo ya ugali. Huyu ndio mwanamke aliyekamilika. Sawa? Shabana ana nguvu. Anaweza kupambana. Ndio yeye anakushangaa akifika mahali hata ukikuta Mungu aliyolima, wewe mwenyewe unasema hapa mimi siwezi tena. Maana
maana yake ni mtu sawa sawa, jike dume. Sasa kwa sura hiyo, maana yake lazima hata bajeti yake ya nani ya chakula hiyo tofauti. Lakini huku pwani unaweza kumwekea nani mchana robo kilo ya nani ya unga ngano, sukari ya 200, maana bana, na mafuta jari mmoja asubuhi, mchana chips nyingi pia, chips nusu, maana kama anaweza kumwekea hiyo, na usiku pia nani, kwa mfano wanasema labda nani mbaazi za nazi kidogo, nani kikombe cha mbaazi ya nazi na maandazi mawili. Inawezekana watu wa pwani akaishi hivyo, lakini bara ukiishi hivyo shaka umemuua. Kama alikuwa na mwili huo, mwili wake anakuwa kama sindano punde hivi. Shati watu wenyewe wenye wana nguvu, wanataka kula sana. Kwa hiyo bajeti inategemeana na hali yako uliokuwa nayo. Ukiwa kidogo hali yako kubwa, bajeti nayo inakuwa kubwa pia bajeti ya mwanamke. Ikiwa hali yako kati na kati, bajeti nayo inakuwa na kati na kati. Ikiwa hali yako duni, basi inafikia kwenye robo sasa. Ila ni robo ile ndio hali ya mwisho ile. Kwamba sasa ni mtu mmoja anakula robo, ile ni hali ya mwisho ile. Mchana robo, usiku robo. Kwa hiyo kama ni unga robo na vitoweo, kuna nyama, dagaa, nyanya na kila kitu, viwamba ngoma vile. Sema hivi wote vinatakiwa viwepo. Naeleka vizuri. Sasa yeye hiyo ni mlo wa yeye peke yake. Usimuunganishe na wanao wasita, utamuua yule. Wanao bajeti yao bali na yeye bajeti yake. Kwa hiyo haikanushi mwalimu kwamba eti kwa sababu hali yangu ni mbaya, kwa hiyo sidaiwi ni bajeti. Bajeti inakuwa daiwi. Ila hata siku hizi wanajadili, tawafahamisha naye kwamba una bajeti yako unadai. Kufahamishana itakuwa shida. Kwa wakati mwingine unakula jiwe tu, sema unauchuna tu mjini. Kwa sababu tutakachopata tunakula tunachokipata bwana. Hali yetu inaruhusu tunakula tunachokipata. Maana kuna kwenye kula kwa kubwa aina mbili. Kuna kula unachotaka na kuna kula unachokipata. Kwa sasa kama ni wewe ambaye unakula unachokipata, maana yake siku utakachokipata ndio hicho. Sinaeleka vizuri hapo. Lakini mapenzi yakiwa makubwa ndani ya nyumba yote hayo mtafahamu. Na kasema mimi bajeti zangu wala usizihesabu. Naeleka vizuri. Bajeti zangu usizihesabu, hazina shida. Naeleka vizuri. Kwa hiyo mimi naweza kuvumilia hata ukipata sawa. Maana anaweza kuzihimiza wasamehe zile bajeti. Lakini wakikaza kamba, jumba ya karikisha. Na wakamoto kweli kama kaza kamba. Inshallah Mwenyezi Mungu awafikishe wawe na roho za binadamu. Wawe na roho za binadamu, kwa sababu kama wana roho za binadamu inakuwa wana janga makubwa. Lakini kila mtu ana nafasi yake. Ukienda kwa mume ana haki zake na yeye kama ambavyo mwanamke naye ana haki zake. Kwa sababu miongoni mwa haki kubwa ya mume kwa mwanamke, hatakiwi mwanaume hatakiwi amtibu mwanamke akiugua. Sio kazi ya mume kumtibu mwanamke huyo. Ni kazi ya baba yake. Yeye ameoa mwanamke atakiwa awe mzima tu siku zote. Kwa hiyo sasa ukiona huku unabanwa na ile huku nalo likitokea, unasikia ukadai haki upande wako peke yako na haki za huku nako unatekeleza. Sinaeleka vizuri hapo. Ukiwa fundi wa kudai wewe mwanamke akiwa fundi ya kudai haki zake kwa mume, lakini awe na fundi wa kutoa naye haki za nani? Awe ni fundi wa kutoa naye haki za nani? Haki za mume. Kuna uwezekano na yeye akiumwa aende akatibiwe kwao. Uwezekano huko utaacha mke. Hiyo kesi ikifika kwa babake. Ndio humpendi. Binti yangu atakupeleka hospitali. Hebu rudi nyumbani. Mbona kwenye mauna mnadai hela zenu? Sasa hivi mna deni la chakula siku na nini miaka miwili nadaiwa. Hii sasa si haki ya mzazi. Na moja ya haki ni yeye kujitibu awe salama. Kwa hiyo kule kufanya yale matibabu ni tarahumi. Ile mila sasa hiyo haijafahamika hiyo. Yaani kwamba mume akiumwa, mke akiumwa atibiwe na babie. Hilo halimo katika mila. Basi ndio maana tokea tunakwenda hivyo mwanangu. Yaani kwamba yule naye unaminywa huku na unavumilia huko. Ukiminywa huko na unavumilia huko. Maisha ndio yanakwenda. Yaani hiyo ndio salama sasa. Mila tulbiladi iko salama kwa sababu
miji, majumba yako salama kwa sababu hiyo hiyo mizania. Tumeeleka vizuri hapo. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu atuwafikishe tufahamu yaliyofanya. Sasa nadhani nitakuwa nimeeleka kwa ufupi. Haya, Hilo kuna jingine? Nasema hilo lisingatiwe, maana bajeti hiyo iko mbele zao. Kwa sababu ile siku ya kwanza tu nimuoa. Ndio ngoma ndani. Bana, bajeti yangu ni hii kwa siku. Inawezekana. Maana kama una kazi nzuri na nini, sasa katika mshahara wako ni milioni moja, na mimi kila mwezi nitakupa bajeti yako shilingi ngapi? 10,000 kwa siku wewe. Kwa lafta. Hiyo yake yeye. Bali vocha, yani vocha ya mapenzi na nini, hali masala mengine. Bali ya nguo, nje ya nguo hapo. Na nje ya makazi. Bajeti yani kula jambo mbali, halafu nguo ni jambo mbali, na makazi nalo ni jambo mbali. Usichanganye madawa hapa bwana. Ukaona kazi ni moja tu, ni chakula pekee yake. Kila kitu kina taratibu wake. Na mavazi mnapangiana ni taratibu. Utabadilisha nguo kila baada ya muda gani? Natakiwa kwenda kununulia nguo. Hapana, kila baada ya miezi 6. Lazima hizo nguo zote zilizokuwa nyumbani zote zitakuwa zimechoka, zitakuwa ziletwe mpya. Okay, mnafikiana. Bajeti yake shilingi ngapi? Anasema utaenda kununua mwenyewe, ndio. Kwa hiyo kila baada ya miezi 6 utakuwa utoe milioni 2 kwa sababu ya shopping ya nguo. Sawa, tunafikiana na ile na nini, utafanya mahesabu mwenyewe na ile katika. Haya, unarudi kwenye makazi. Makazi unapambana nayo mwenyewe. Kuna godoro, sijui kuna dressing table, sijui kufanyaje, kuna yale afafal bait. Sawa. Vyote hivyo viko juu yako. Tengeneza haya mazingira, halafu ndio mwanamke atakaishi kifalme hasa. Ndio halisi. Hivi sasa tunaishi nao kijai tunakwenda kaswali. Lakini ukienda huko ndani hakuna haki hata moja iliyotekelezwa. Si upande wa mume wala upande wa mke. Wote majahi. Aliyeuza kauza cheni bandia, aliyenunua pia kanunua kwa hela bandia, ngoma draw. Aliyeoa akaoa mwanaume hewa, aliyeolewa pia mwanamke hewa. Kwa hiyo ngoma draw. Watu wanaenda tu bora siku zieni. Sababu sheria zifuatwe. Zikifuatwa sheria. Karibu. Talaka